Karibu sana mwanamichezo, tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kama bado haujasubscribe, fanya hivyo uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Ndugu yangu Mnandi, uko poa? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwingi wa kutujalia pumzi, na nashukuru sana kwa kutufikisha hapa Dodoma, lakini leo kuja kutembelea kituo hiki cha Mirembe. Nilikuwa nakisikia tu, sijai kukanyaga, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mara ya kwanza Sponsorship Forces imenisababisha nije kukanyaga hapa Mirembe. Kwa binafsi ni jambo kubwa sana la kushukuru Mungu kunifikisha hapa. Mirembe huwa wanakaaga watu ambao wana matatizo ya akili. Nikinukuu kauli ambayo aliwahi kuizungumza kiongozi wa klabu ya soka ya Simba Sports Club kwa upande wa mwekezaji, alishawahi kusema ndani ya Simba kuna watu wana matatizo ya akili na wenyewe waje hapa. Huyo alozungumza pia anafahamu matatizo ya akili kila mwanadamu. Huo mshipa ukifiatuka tu basi na wewe utakuwa na afya ya akili. Kwa hiyo kama yeye alizungumza, kuna baadhi ya viongozi kwamba wana matatizo ya afya ya akili, akila kutaja nani. Pengine hata yeye pia siku moja inawezekana ule mshipa ukishafiatuka basi naye anaweza kuwa na hiyo tatizo la afya ya akili na anaweza akaja hapa pia na akapata huduma, kwa sababu Mirembe watu wanatoa huduma ya kutosha yenye uweledi wa hali ya juu. Na nimetembelea huko wakati nafanya usafi, nimewakuta wagonjwa wengi ambao wako sawa tayari, wanazungumza na madaktari muda wote, manake wanarejea majumbani kwao. Kwa na wewe pia una kijana wako, una mke wako au wewe mwenyewe, basi familia yako ikulete hapa uje kupata huduma iliyokuwa sawa sawa. Bwana, Simba Sports Club anashuka dimbani siku ya tarehe 24 kesho, majirani zenu Young Africans dhidi ya Al Hilal. Al Ahly, mnasemaje ndugu zanguni? Mnatamani kuwaona wakipata matokeo na sajili mbalimbali walizozifanya, ama dua yenu na sala inaendelea kuwa moja tu, kumuona mpinzani akifanya vibaya, mnyama kufanya vyema dhidi ya Experience tarehe 24? Kifupi, siku zote anayekuombea dua jema na wewe unatakiwa umuombee dua jema. Anayekuombea dua baya basi na wewe lolote limkuti. Siwezi kusema kwamba mimi leo hii nyuma mwiko nikaombea dua jema. Pamoja hii kimataifa itakuwa tusapotiane. Lakini wao ndo walianza uchawa. Sawa? Kwa hiyo sisi ndo tutamaliza. Na hawajaanza jana, wameanza muda tu toka mwaka 93. Sawa? Toka mwaka 93. Kwa hiyo sisi tunaendeleza. Wao walikoanza, sisi tunaendeleza. Hakuna undugu. Sisi tutabaki kuwa watani na tutabaki kuendelea kukanyagiana. Mimi nawaombea wakapigwa hata goli 8. Bwana Mnandi, Simba Sports Club atashuka kesho kutwa dhidi ya Esperance de Tunis. Mfupa mguu mbele yenu. Naona wadau wanasema kikosi chenu tia maji bado hakijatengemaa. Kuwa mkweli na muwazi, unaipa nafasi Simba? Simba naipa nafasi kama timu yangu ya Simba, lakini performance ya michezo ambayo imepita, ile ya Champions League miwili na michezo ambayo tumecheza kule New Amani Zanzibar kwenye Kombe la Mapinduzi michezo mitatu, lakini pia mchezo wa NBC Premier League tuliocheza hapo Mbweni juzi tu hapa na Mtibwa Sugar tukatoka pacha bao moja kwa moja. Kwa mchezo ule kama tutakwenda vile hatuwezi kupata matokeo. Kweli lazima useme. Lakini naamini mwanadamu anaenda kutokana na mazingira. Kama unavyomuona kinyonga. Kinyonga ule kiumbe kaumbwa na Mwenyezi Mungu, lakini ni kiumbe pekee duniani ambaye kokote anapokuepo anabadilika na kuwa na sawa na mazingira hayo. Kwa hiyo na Simba pia ndivyo ilivyo. Naona kafanya performance mbaya kwenye mashindano tofauti, lakini wakienda kwenye Champions League ni Simba tofauti kabisa. Kwa hiyo wameanza kweli vibaya kwenye michezo miwili. Yaani sio Simba tulioizoea. Lakini niwaambie tu wana Simba. Niwaambie wana Simba wote tunaumia, hakuna sioumia. Wapo wanaonipiga vita kwamba mimi sasa hivi nimenunuliwa. Sasa sijajua nimenunuliwa niko Njombe mji ama nipo National ya Ahali. Wanasema Mnandi waliomzoea sio huyo. Mnandi alikuwa hawezi kufichia maovu, hawezi kutetea maovu Mnandi. Ni kweli wanasema kwamba, naona comment nyingi tu kwamba Mnandi tunamfahamu sio huyu, Mnandi tunamfahamu ni yule, kila siku yeye anapiga spana. Unapopiga spana una malengo, unahitaji kwamba kile kitu unachokifungua kifunguke. Kama tayari kishaanza kuachia, unaendeleaje kupiga spana? Tushatia oil, tushatia grease, tayari nati zinafunguka. Sasa naendelea kupiga spana, nataka nini? Mara kwanza mlikuwa mnapiga spana wapi? Tunapiga spana kwa viongozi, kwa sababu kile kinachoendelea ndani hawatuambii, na ndio maana tunapiga spana. Lakini sasa hivi tayari tumeona kuna mwanya, tumeshauona kwamba taarifa tunazipata. Inalegea, taarifa tunazipata. Kwa nini tuendelee kupiga spana? Kwa hiyo unaniona mimi chawa, wewe endelea kuniona chawa, lakini mimi ndo najiita Donald Trump na wale wenzangu wote ni Donald Trump ambaye tunaopiga spana kuitetea klabu yetu. Bila kupiga spana watu waendelea kunywa mtoli, wanaendelea kutabasamu, lakini tunapopiga spana wale hata wakinywa mtoli hapa upiti. Unanasa, unarudi. Lakini kwa sasa tayari wameona kwamba umuhimu upo wa sisi kama sisi tuone wapi kuna shida ili tushirikiane tuisaidie Simba. Na hatupo kwa ajili ya kumwataki mtu tu kwa jambo lingine. Tunamwataki mtu kwa sababu wa muendelezo matokeo mabaya ya taasisi ambayo wanaiongoza. Ndio kitu kikubwa. Simba kama ingekuwa inapata matokeo, kuna mtu anaweza kumwataki Mangungu? Simba inapata matokeo, kuna mtu atamjadili Mohamed Dewji?
Eti Simba inapata matokeo, kuna mtu atawajadili wachezaji? Hizo engo tatu kuna mtu atajadili? Simba inapata matokeo, kuna mtu atajadili benchi la ufundi? Lakini sasa hizi watu wanasikia Matola, mara kocha huyu alokuja aondoke, huyu hatutaki meneja. Yale yote yanakuja kwa sababu ya matokeo mabaya. Lakini alivyokuja alipokelewa vizuri, Master Matatu. Lakini hapa watu wakabadaye akipigwa wakasema tutaki meneja. Kwa mimi binafsi ni mtu mweledi, ni mtu msema ukweli kwenye football. Mimi sipendagi kupepesa macho. Wale wanaoniamini mimi ni mtu wa mpira waendelee kuniamini mimi mtu wa mpira. Haya ninayowaambia hapa, baada ya muda mfupi ujao Simba Inogile inakuja. Kurejea kwa Clatous Chota Chama pamoja na marekebisho mengine ndani ya Simba Sports Club kutoka kwa viongozi wenu ni sasa inakwenda kutimia kwenye michuano ya kimataifa? No doubt. Wawe na imani. Mnandi, no doubt wakati Chama walimzihaki wana Simba wenzio. Mnandi, Chama mlisema chiba, umri umekwenda sasa hivi, no doubt Mnandi. Kwanza hayo maneno hawakuzungumza wana Simba. Mimi nikumbushe tu. Hayo maneno walikuwa wanazungumza watani zetu. Baada walivyokuwa, naomba unisikilize, sijawahi kumkataa Chama. Sijawahi kumkataa Clatous Chota Chama, lakini nilijua Chama anaondoka, wamesema kwamba ni duka. Na wachezaji wengine kinasaidia kwamba huyu ni duka. Lakini tunajua kwamba Chama kweli umri umeenda, lakini umri ni namba tu. Lakini watu wanataka kazi. Weka, mimi sina sehemu niomkashifu Chama hata siku moja. Mimi mchezaji mzuri namjua. Mimi Chama anaondoka. Mimi ndo Chama nilisema ajengewe sanamu Msimbazi. Mimi ndo nilisema Chama ajengewe sanamu lingine kule Bunju. Kwa sababu katika wachezaji wote wa kigeni ambao wamepita Simba, wamepita kina Okwi, wamepita wachezaji wengi kina Max Rengo huko. Washaye kupita Simba huko. Na wamefanya makubwa yao, lakini ni mchezaji pekee amefanya makubwa zaidi ya wote ni Clatous Chota Chama. Na kutaka kukataa hilo, nenda kwenye faili kafungue faili la Emmanuel Okwi, nenda kafungue faili la Clatous Chota Chama ambaye wachezaji wamepita kwa hapa karibuni. Nani kafanya makubwa kwenye engo zote hapa ndani na kimataifa? Mchezaji ambaye kaipeleka Simba kimataifa kwenye robo finali zile 5, lakini robo finali 4 zote kahusika za Champions League. Unaona huyo mtu wa kawaida? Huyo mtu wa kawaida. Kwa hiyo Chama yani ni daraja lingine au ni ulimwengu mwingine, na mchezaji kama Chama kariba yake duniani kote kwenye mabara yote wachezaji wale ni wachache sana duniani. Yule mchezaji ana discipline kubwa mno anapofika kwenye eneo la mwisho lile. Yule anaweza kuwapiga chenga hata watu 8 na alishafanya hivyo zaidi ya mechi 10 hapa ndani na kimataifa pia. Hajawahi kubahatisha, watu wanalamba nyasi afu watu wanaenda kufunga goli kila ini. Katika dirisha kubwa la usajili lakini Mnandi mlisajili baadhi ya nyota akiwemo Budo Mutale, Jean Chalea wa pamoja na Jabu Karamu pamoja na nyota wengineo. Mnaona sajili ambazo zile zilizokwenda kufanywa kabla mikataba yao haijaisha, viongozi wamekwenda kuterminate ili mradi ingizo jipya la wachezaji liweze kwenda kufanya kazi. Yale mliokuwa mkiyasajili katika dirisha kubwa la usajili, tuseme ni maduka? Hayakuwa maduka. Yaani narudi nyuma tu hapa. Yaani unapotangaza hili duka, ile ni frame. Duka maana lazima viwe vifaa pale vinavyohusiana na duka. Kama Mzani hamna hilo sio duka, ni gengi. Sasa Mzani pale ni nani? Umeondoa vifaa dukani, maana kuna Mzani. Maana uondoe Mzani ndio pale kusiwe na duka. Mzani ulikuwepo. Sasa utasemaje kwamba duka limeondoka? Kwa sababu walipoondoka kina Chama kina Saido tulivyoaminishwa kwamba ile maduka, wachezaji walioletwa pia Simba aliendelea kufungwa na mtani wetu. Tumepunguza goli 5. Mechi ya mwisho wakiwa wao maduka wamefungwa goli 2. Walivyoondoka pale tukawa tunapigwa goli 1, goli 2. Au tukawa tufungwe hizo goli. Mpaka zinafika mechi 6 mfululizo. Sasa hata pale duka nani? Kwa hiyo wenyewe wameona sasa shida yao ndani iko wapi. Ndio maana nakwambia Nati ishaanza kulegea. Wana Simba watulie, sisi tukamalize shughuli. Yaani tulieni. Nati ni nani Mnandi? Nati manake si wao wenyewe ndani pale walishindwa kuelewana, yani walikuwa wanavutana, lakini sasa hizi wameona kwamba kuna umuhimu wa kukusana pamoja, kutengeneza nguvu ya pamoja, kuijenga Simba mpya. Sawa? Kuijenga Simba mpya ni namna hii, mnakubaliana baadhi ya vitu na kwenda kuviazimia na vikafikia malengo. Unaijenga Simba ikamiliki. Nati gani hiyo Mnandi? Umezungumza vizuri. Hiyo miaka 4 unayozungumza ni viongozi wa klabu ya Simba, sawa, benchi la ufundi pamoja na wachezaji. Lakini ushirikiano ule wa wanachama na viongozi ulikuwa ni mdogo sana, na ndio maana wamepata shida sana katika miaka 4. Lakini huu mwaka wa 5 wameanza tena kwa shida, lakini kwa sasa tayari kuna baadhi ya maeneo yanaonekana kwamba tayari yanatakiwa kwenda kufanywa kazi. Kwa hiyo mimi naamini tunaenda kufanikiwa, na ndio maana nimwambia kwenye interview zangu wote wanaoniataki kwa sasa hivi nimenunuliwa. Mimi sijawahi kununuliwa na sitonunuliwa. Yaani waelewe. Tayari nimeona kuna sehemu sasa tunayopigia kelele. Nati ishaanza kulegea, tunaenda kufanikiwa. Na ndio maana unaniona kwamba nimepunguza yale maneno makali kwa sababu tayari kile ninachokihitaji kinaenda kufanikiwa. Kwa nini niendelee kupiga spana? Kwa hiyo niwaambie tu, spana zangu sasa hivi nitakuwa napiga huko. Huko mbele tu ndo nitakuwa napiga huko. Lakini ndani ya Simba Sports najua uhakika wa matokeo unaenda kupatikana. Mimi nataka nikukumbushe kitu kimoja. Mlisema katika mchezo wa marudiano tarehe 29, kabla ya tarehe 29 mwezi huu, mnataka jibu kutoka kwa viongozi wenu kuhusiana na swala zima la kadi za wanachama. Bado mmelishikilia kidete kwenye hilo? Kadi za wanachama taratibu, kama mimi binafsi tayari nishapewa taarifa, kadi za wanachama zitatoka kwa taratibu. Kadi zitatoka.
haina shida. Kadi za wanachama zitatoka na watu wataendelea kujisajili. Na watu hawajui kwa nini kadi za wanachama zilistopishwa. Watu walistopisha kadi za wanachama kwa sababu kuna wanachama wapo muda mrefu. Sawa? Kuna wanachama wapo muda mrefu. Sasa hizi tunapoongeza wanachama wapya, hawa muda mrefu tukienda kwenye hisa, gawio lao litakuwa ni dogo. Kati yao wametumikia Simba muda mrefu, lakini wao walioshauri lile jambo na kulifikia lile jambo, mimi kwangu ule ushauri ulikuwa sio mzuri, kwa sababu wewe uwe miaka 100, yule ndo kaja sasa hivi, kila mmoja anakula urefu wa kamba yake. Hata gawio kila mmoja anagaiwa gawio kutokana na alivyojiunga wanachama. Haiwezekani kama mimi hapa. Sawa, mimi sports influencers ambaye ndo tumeanzisha hili jambo. Wanaingia wanachama wapya sasa hivi. Sawa, limekuja fungu sasa. Tunatakiwa tugawane sisi my friends. Sisi ambaye tumeanzisha hili jambo, lazima tutapewa kipaumbele. Sawa, sisi tuna daraja letu na wao waliokuja watakuwa na daraja letu, pamoja letu ni hili, ni moja. Mikakati ipo na ndo taratibu. Kwa hiyo kule Simba pia ndo iliwekwa mipango hiyo toka 2018 kwamba mpaka mchakato wa mabadiliko ukamilike, na ilikuwa kadi kuipata sasa kuwa mwanahisa ni 500,000. Katiba ipo pale. 500,000 kuingia kuwa mwanahisa. Kwa hiyo walisubiri kwamba watu wagaiwe kwanza zile share zao. Baada ya hapo ndo waanze kufungua dirisha watu waingie kuwa wanahisa. Lakini ile mfumo mpaka sasa umegoma na wao wameshindwa kusajili wanachama. Kwa hiyo niwaambie wanachama watasajiliwa kwa sababu katiba inafanywa maboresho, wanachama watasajiliwa na kila mmoja atapata haki yake inayostahili. Kwa hiyo wasiwe na shaka kwenye hilo. Mimi nilisema kabla tarehe 29 tutatoka tupate majibu. Kwa mimi binafsi nishapata majibu na tayari natoa ufafanuzi. Sitaki kuficha. Kadi zitatoka na kila mwanachama atapata. Na sababu ya kutoa kadi kwa kipindi kile nishatoa ufafanuzi. Kwa hiyo kwa wewe ulikuwa utambui, mimi nilikuwa najua kwa sababu katiba ninayo. Nilikuwa natambua, lakini ilikuwa ni sehemu ya kuwafunga wanachama kuto kujisajili. Swala la magawio sio sababu ya kuto kusajili watu. Watoa kipaumbele, toa taratibu, kila kitu kiende sawa sawa. Shukrani sana. Asante sana.